nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuongolea. Laani mioyo yenu wala sio mavazi yenu, mkarudi kwa Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Kuna mahali kanisa limeenda mbali sana. Niliwaambia siku zilizopita, leo tumefikia mahali hata kukiwa na mikutano ya Injili, watu wanafanya vituko sana, wanaleta mpaka watu wa kidunia waje kuingiza pale ili watu wawepo. Huko ni kumwacha Mungu. Yani kabisa mikutano ivutwe na makomedia, yani watu ambao ni komedia ndio wawe kivutio cha mikutano ya kiroho. Leo kuna tuhuma nyingi mpaka watu wanatengeneza wagonjwa fake, vilema fake, ili tu mkutano ujao. Huko ni kumwacha Bwana. Unakuta watu wanaoimba pale, waimbaji wote wazinzi, wote wahuni, wote watu waovu, yani vitu vinavyoendelea ni uchafu mkubwa. Lakini Bwana anasema nirudieni. Leo watu ukiwaambia kufunga ni tatizo. Kufunga ni sehemu ya kumrudia Bwana, kwa sababu mwili una tabia ya kumtoa mtu kwa Bwana. Ukimfuata mwili unakuondoa kwa Bwana, ila ukifunga mwili unakosa nguvu ya kukutoa. Ukifunga mwili unakufa, roho inakuwa hai. Kwa hiyo kitendo cha kufunga ni sehemu, sijui kama unaweza kuona kumrudia Bwana katika njia zipi, sijui kama unaziona. Jambo la kwanza, kwa mioyo yetu yote. Na kwa kufanya nini? Wewe umefunga mara ngapi? Kila siku tunakwambia njoo funga, unatuona sisi kama ng'ombe. Kitendo cha kufunga ni kitendo cha kumrudia Bwana. Kwa hiyo kufunga sehemu nyingine ni sehemu mojawapo ya toba, usulubishe huo mwili unaokusukuma kwenye dhambi na uasi, kwa sababu usipofunga kiburi lazima kikutawale. Anasema kwa kufanya nini? Kwa kufunga na kufanya nini? Na kwa kulia na kwa kufanya nini? Na kwa kufanya nini? Sasa leo watu hawataki kufunga. Tumekwambia leo Jumanne unajifanya mjanja, mwisho wako lazima uwe mbovu. Mimi kazi zangu. Sasa shughulika na kazi zako, halafu tuone mwisho wako unakuwa namna gani. Kwa hiyo lazima kuwe na urejesho mkubwa sana. Baada ya hayo sasa, nitatendeka mstari 21, enchi usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Hapo ndio tutaanza kuona Bwana anaanza kutenda mambo makuu. Mambo makuu, ukisikia mambo makuu sio makubwa. Ukubwa una size, lakini jambo kuu ni jambo ambalo halina size. Ndio maana Mungu anaitwa ni Mungu mkuu, sio mkubwa. Mungu mkubwa ni wa Waislamu. Nchi usiogope, furahi na kufanyaje? Na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Usiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake. Mtini mzabibu unatoa nguvu zake. Mtini na mzabibu unafanyaje? Nguvu zake. Ndio kuna watumishi hawana nguvu. Kuhubiri unaweza ukahubiri, lakini una nini? Lazima utoe nguvu. Haikuishia pale. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua za nini? Za masika kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua za masika na mvua za vuli kama kwanza siku ya Pentekoste. Ndio hapo ibada zetu zinatofautiwa na watu wengine. Kama hapo kwanza kanisa lilipoanza, hapo kwanza watu walikuwa wanakusanyika kila siku saa 9, kila siku. Ndio ukisoma katika sura 3 tunaona mpaka mtu alikuwa anawekwa kwenye mlango kila siku. Watu wanapishana, huyu anaomba dakika 5 na
kwenye biashara yake, huyu anakuja, huyu anakuja, huyu anakuja. Watu wanachiu kama hapo kwanza, lakini leo watu wanataka waje saa 4, saa 6 wamerudi nyumbani. Hiyo saa 4 wameimba tenza rohoni, wamesifu, wameabudu, kwaya 5 zinaimba hata nyimbo 2, halafu mzee wa kanisa ameombea matoleo na matangazo yako pale pale, halafu saa 6 watu wamebeba tu Biblia wanarudi nyumbani. Yaani tunamfanya Mungu kuwa ni Mungu wa masaa mawili. Ni ukame uliopitiliza, ni ukame na umaskini wa kiroho, ni kukaukiwa, ni kuishiwa. Hakuna bubujiko, hakuna mtiririko, hakuna nguvu, hakuna uhai. Ukisimama muda mrefu umechoka, vidonda vya tumbo, mwili una matatizo kama tuliona inavyosema Biblia katika Wafilipi. Unashangaa, yaani kuna vita ndani yako. Lakini ukijaza Roho Mtakatifu, yaani wewe unaona hata kuendelea na maombi, wewe unaona ni amani tu, unaona kuendelea hata kama uko shambani. Wakati mwingine unalima, lakini unatafakari wewe Bwana. Roho Mtakatifu anakufundisha vitu. Ukisikia upepo, ukiona majani, ukiona hali ya hewa, Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Unalima au unang'oa kalanga, unalima pale, unasikia ndani yako kuna uwepo mkubwa. Lakini bila Roho Mtakatifu unazima kabisa, unaweza shamba peke yake. Ndio maana ukikaa mwezi mmoja hauhudhurii kanisani, unakuja tayari hauna kiroho hata kidogo. Niliwaambia katika kitabu cha Mwanzo, watu wakakuwa wakaachishwa kufanya nini? Kunyonya. Ukijaza Roho Mtakatifu unaweza ukakaa mwaka mzima hauko kanisani na bado ukarudi ukiwa salama. Bila Roho Mtakatifu wewe hata ukikaa miezi 2, mwezi mmoja, unarudi una mapepo ya kutosha. Roho ndio itiayo nini? Uzima. Bila Roho Mtakatifu huwezi kutofautisha uongo na ukweli katika Injili, kwa sababu kila mtu ana Biblia. Kila anayehubiri ana Biblia, anayesema Bwana asifiwe ana Biblia. Kila anayekuja kwako anasema ni mtume, ni mchungaji, ni mwalimu, ni mwinjilisti, mimi ndio fulani ametunisha na sauti. Hiyo sio kidhibitisho kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu. Kujua maandiko hiyo haitutishi. Kujua Biblia imeandikwa na nani hiyo haitusaidii. Tunahitaji tuambie umejazwa Roho Mtakatifu. Utakapotuonyesha umejazwa Roho Mtakatifu, hapo ndipo utakuwa umetupita sana, kwa sababu mtu aliye na Roho Mtakatifu sio wa dunia hii. Mtu aliye na Roho Mtakatifu sio wa ulimwengu huu. Mtu anayejazwa Roho Mtakatifu mbingu zimezidisha. Simoni alisema niwape hela, hakupata. Aliona watu wanawekewa mikono wanajazwa Roho Mtakatifu katika Matendo ya Mitume. Anaenda kwa Yohana, hakuna. Akaja kwa Petro, hakuna. Akasema wazee, au niwape hela? Akaambia sikili, karama ya Mungu inapatikana kwa rushwa. Akaambia moyo wako sio mnyofu, tubia uovu wako. Ya mchini, ukisikia ya mchini ni kubahatisha. Baada ya kuhubiriwa kumwamini Yesu, tamani kupokea Roho Mtakatifu. Jaza Roho Mtakatifu. Hata ukiwa peke yako unanena kwa lugha, huku unapika, unanena kwa lugha. Vita vikiinuka unanena kwa lugha, unanena kwa lugha, unanena kwa lugha. Ukiingia kuomba unanena kwa lugha, unatembea unanena kwa lugha. Uko kwenye biashara, wakati mwingine unasikia kuna chemchemi, Roho Mtakatifu anaachilia kitu. Wakati mwingine Roho Mtakatifu hutusaidia, kwa maana anajua sisi hatuwezi kuomba sawa sawa. Biblia inasema hivi, ni nani anayeweza kujua mambo ya mtu ila roho ya mtu iliyomo ndani yake? Kadhalika
Mtakatifu. Roho Mtakatifu wote aliowafunika maisha yao leo ni ushuhuda. Watu walipojazwa Roho Mtakatifu, watu walipojazwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, siku ya Pentekoste ilikuwa ni sikukuu ya kawaida, lakini nasema Biblia kukaja ghafla uvumi kama uvumi wa upepo. Watu walikuwa wamekaa kama hivi, waoga, wamejificha, waoga, hawawezi hata kuhubiri mitaani. Leo hakuna wamama wanaweza kuhubiri mitaani, maana wote ni maiti. Kanisani kila siku huna roho, lakini baada ya Roho Mtakatifu kuja, tutashangaa tunapishana. Mtu anahubiri Mtakuja, anahubiri CCM, anahubiri Nazareti, kwa sababu Roho Mtakatifu anazalisha kitu, anaamsha, anasababisha ndani yako kuwe na chemichemi ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Inasema Biblia walikuwa wameogopa, wamejificha. Inasema Biblia kukaja ghafla, kama ilivyoandikwa katika Yoeli sura ya 2. Haleluya. Hata itakuwa baada ya hayo kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Mstari wa 28. Bwana yuko tayari kumimina. Ukisikia kumimina, inaitwa liquid state. Wale waliosoma mambo ya mambo ya wanaelewa, wasomi mambo ya liquid state. Roho Mtakatifu anafananishwa na maji, kimiminika fulani. Kuna miminwa, yani unamiminiwa, unamiminiwa kama kikombe mpaka kinajaa, alafu naikoja, alafu mpaka kinamwagika. Ukanichotea. Hata itakuwa baada ya mambo hayo, baada ya kumwamini Yesu, baada ya kukubali kuja kanisani, kuna hatua inayofuata. Usifurahi tu kwenda kanisani kwamba kanisa letu, tamani kumiminiwa Roho, tamani kitu kutoka mbinguni kiruhusiwe kuingia kwenye maisha yako. Roho ndio inayosababisha kile kitu cha Mungu kiweze kuanza kufanya kazi. Unajua, unaweza ukawa una huduma ndani yako, ila Roho Mtakatifu ndiye anayekuja kulipua. Walikuwa mitume 12, lakini Yesu aliwazuia wasitoke, wasubirie mlipuko, na walikuwa na huduma na ni mitume. Mtume bila Roho Mtakatifu ni takataka. Utajua maandiko leo, utasoma hapa, kesho utasoma hapa. Hakuna uhai. Roho Mtakatifu ndiye anayesababisha uhai kwenye injili yako. Roho Mtakatifu ndiye anayesababisha mtu fulani aliyekusudiwa asikie sawasawa na Mungu anavyotaka. Hata kama wako watu 1000, ila kuna mtu Mungu anakuwa amekusudia. Kwa hiyo Roho ya Mungu inakupa special message kwa ajili ya mtu huyo. Yesu anasema Roho ya Bwana iko juu yako. Roho ya Bwana iko juu yako. Bila Roho Mtakatifu Yesu asingefanya kitu. Unahitaji kampani ya Roho Mtakatifu. Unahitaji kampani ya Roho Mtakatifu. Mwili ni huo, lakini juu yako kuwe na Roho. Kuwe na Roho. Yaani kuwe na Roho. Kuwe na Roho amekuvaa. Domini sasa bila Roho, bila mkono, hata uwe unaangalia.
huyu ni Asmani, huyu ni Ibrahimu, huyu ni Yakobo, huyu ndiyo Yohana, huyu ndiyo Mariamu, huyu ndiyo anaitwa Agape, huyu ndiyo anaitwa Love, huyu ndiyo anaitwa Witness, huyu ndiyo anaitwa Veronica, huyu ndiyo anaitwa Suzi, huyu hapa, huyu ndiyo anaitwa Marieta, huyu ndiyo anaitwa Tabu, huyu anaitwa Makoe. Sasa huyu Makoe sasa nataka ajazwe Roho Mtakatifu. Namimina. Makoe anaendelea kujaa. Makoe anaendelea kujaa. Mwajuma anaendelea kujaa. Mpaka inafika mahali sasa tunaona inamwagika. Huyu sasa hayuko tupu. Huyu sasa hayuko nini? Hayuko tupu, hata uzito umeongezeka. Hata uzito umeongezeka. Hata amani imeongezeka. Huyu ni wewe. Bila Roho Mtakatifu wewe ni mwepesi sana wa wachawi. Mwili haufai kitu. Hata ungekuwa na mwili kama nyumba, wewe waovyo tutarogwa.